like us to pray so that we can hear the word of God, and I believe we shall be blessed together. Amen. Shall we close our eyes and pray? We give you praise, glory, and honor, Heavenly Father. Our hearts are so grateful that, Lord, you could honor us with such an awesome moment and a time like this morning. That we can gather here, not in any other man's name, but in your name, O God Almighty. That we can gather here, Father, to be fed of you. We can gather here to be taught of you. That we can lift the burdens on our shoulders. You can lift the guilt in our hearts, our Father. You can take away every form of condemnation and every weight that weighs us down, our Father. You can lift them that are downcast, our God, and heal them that are wounded, oh God. We are gathered here in your name. For we know, everlasting Father, in your presence there is fullness of joy and precious forevermore. And we are here to receive of them in Jesus' name. Father, speak to us this morning. Teach us this day, oh God Almighty. Equip us and ground us in Jesus' holy name. Rebuke us and show us your way, oh God Almighty. Let your Spirit everlasting be present with us this morning, oh God Almighty, even as we go through your word in Acts 18. And may you teach us as you prepare everlasting your servant. We thank you because, Lord, you shall prepare and speak to us this day. In Jesus' holy name, we give thanks and pray. Amen. You can have your seats. May the Lord bless you so much. Sasa ningetamani tukachukue hii nafasi tuweke mikono yetu pamoja ninapomkaribisha Pastor Jordan atakaye kuwa pamoja nasi siku ya leo. Neno la Mungu ambalo Mungu ametia ndani mwake. Tutakwenda katika kitabu cha Mitume 18 na maybe kwa wale walio wageni tumekuwa na safari yetu ya kwenda katika maandiko verse by verse, na tulianza na kitabu cha Acts ama kitabu cha Mitume, na tukaanza kuona jinsi Yesu alianza kutumia wanafunzi akiwa pamoja na wao, lakini kwa ile njia haionekani. Kwa sababu tunaelewa Bwana Yesu alikuja katika mwili, akatembea katikati yetu na akafanya mambo mengi, akaponya, akaokoa, akafufua. Lakini sasa ikafika wakati kawaambia wanafunzi tabidi ni waache, kwa sababu nisipowaacha yule mwingine hata kuja. Na mitume wakawa kwa wakati yule hawakuelewa yule mwingine akija ataweza kufanya mambo kama Yesu, ama kutakuwa na upungufu aina yote, kwa sababu alikuwa ashamzoea Yesu akifanya mambo makubwa. Kwa hivyo alipowaacha Bwana Yesu, na saa ile alikufa, ile siku ya kufufuka amewapata wamejifungia kwenye nyumba pia na uoga mwingi, na akawaambia amani iwe nanyi, alafu akawapulizia akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Yule ndio yule mwingine walikuwa Yesu ashawaahidi kwamba nitakapoenda nitamtuma mwingine, another counselor, mwingine wa kupelekana na nyinyi. Na Roho Mtakatifu kwa akitabulishwa na Yesu alitumia jina la an associate, ni mtu wa kutembea naye, ni mtu ambaye mtakuwa ataenda hand in hand. Yule ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wanafunzi toka ile siku Roho akaja ndani yao, alafu akawaambia Yesu msitoke hapa, msitoke mpaka sasa yule Roho awajai mpaka sasa akuje juu yenu, na akija juu yenu ndio mtapokea nguvu, na hiyo nguvu itawasaidia kwenda kuwa washahidi wangu kote kote. Kwa hivyo wanafunzi ndio wamengojea Roho pale katika nyumba ya juu. Walikuwa wengi kama 120, na hatimaye kama vile Yesu alikuwa ameahidi, Roho Mtakatifu akaja juu yao na wakaanza kufanya kazi ya huduma. Kwa hivyo hii ndio kazi tunaona imetangulia hapa, na ndio tumeanza kuona kwenye kitabu cha Acts. Tunamwona Roho Mtakatifu akifanya kazi kama jinsi Yesu alikuwa anafanya kazi pamoja na wanafunzi. Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi hivi, Roho ilikuwa Yesu hajakufa, akawaambia Roho Mtakatifu watu wa dunia hawezi wakampokea kwa sababu hawamjui, hawamuelewi, lakini nyinyi mnamjua kwa sababu anakaa tu pamoja na nyinyi. Wanafunzi wanashindwa, huyu Roho hatumuoni, lakini Yesu anasema ako pamoja nasi. Kumbe Yesu akawa ndani ya Roho, Roho akawa ndani ya Yesu. Kwa hivyo Yesu akiongea kuhusu Roho Mtakatifu alikuwa anaongea kuhusu Mungu mwenyewe. Na basi Roho Mtakatifu alipokuja ndani yao, kumbuke Yesu alikuwa amewaahidi wanafunzi, nendeni kote duniani na muwe washahidi wangu, na ubiri nitakuwa pamoja nanyi. Hiyo kuwa pamoja nanyi alikuwa anaongea kuhusu Roho Mtakatifu. Nimesisitizia hiyo point kusema kwamba huyu Roho tuliahidiwa yuko pamoja nasi leo, yuko nasi ndani, halafu yuko nasi pamoja na yuko nasi juu yetu. Haleluya.
Huyo Roho Mtakatifu ndio tunaona sasa akifanya kazi kwenye kitabu cha mitume. Acts chapter 18 imetaguliwa na mitume 17. Mitume 17 ndio ilikuwa hapo mbele. Na tuliweza kupelekwa vizuri. Tunaendelea sasa na safari ya the main character ambaye ni Paul, na sasa Mungu anayeanza kumtumia kwa njia ya kitume kama vile alivyoahidi. Basi kwenye chapter 17 pale tu mbele kwa wale hawatakuwa na wao, tunamwona Paul ameelekea mji wa Athens ulioko katika nchi ya Greece. Na alipokuwa kule Athens akaona wale watu wanaabudu miungu mingi, na akaanza kuongea na wao. Wale walikuwa wazee wapenda hekima ama philosophy, hekima ya kibinadamu. Na wanapoendelea pale kukaa kwenye mji wao, walikuwa wanatazamia na kuangalia ni nani anaweza kuwa na idea mpya na aje asimame nasi na tuweze kumsikia. Na Paul akasema ako na this new idea. So akawa katikati ya ile kikundi ya wazee wanaitwa Areopagus. Areopagus ni wazee waliokuwa wanasimamia ama they were guarding the philosophy of the land. Na kwa hivyo Paul akaanza kuargue ama kuulizwa na wao kuhusu miungu mingi, alafu akawaleta kuhusu Mungu mmoja ambao hawakuwa wanamjua. Na ijapokuwa Paul inasemekana alipeana ujumbe mkubwa sana na ama alifanya argument nzuri na wazee wa Areopagus, wasomi hawaamini sana ilikuwa the best of the sermons. Kwa sababu katika ile sermon yote kwenye chapter 17 Paul akiongea na wale wazee, Paul hakumention jina la Yesu Kristo. It is the name that is given unto salvation. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza chapter 1 verse 18. Kwa hivyo hakumention, na tutaona ni kwa nini maybe alibadilisha ujumbe wake baadaye. So Paul anaongea na ameongea mambo mengi sana mazuri, lakini hakulitaja jina la Yesu Kristo. Number 2, Paul hakuzungumza mambo na msalaba. Na yeye ndiye amekuja kutuambia baadaye kwenye kitabu cha Korintho kwamba msalaba ndio nguvu ya Mungu ya kuokoa watu. Kwa hivyo kwa nini akawacha kumention jina la Yesu na jina na mambo ya msalaba? Maybe ni kwa sababu ya ile philosophy, ile hali alikuwa kama amekambwa na wale watu na hawakujua na hawakuamini mambo yale. But Paul anaonekana kama kuwa a frustrated man. The last verse ya chapter 17 inasema Paul hakupata convert wengi. Kwenye ule mji wa Athens sio watu wengi waliamini. Mzee mmoja ndiye ameandikwa pale aliamini, anaitwa Dionysius, jina pale ya Kigiriki pale. Lakini hakuna watu wengi waliokoka. Hata even after amepeana ujumbe mkubwa, ujumbe mwingi wenye hekima, hakuna watu wengi waliokoka. Na Paul kana kwamba sasa ako discouraged. Ametoka Athens, ameingia kwenye mji wa Korintho. Sasa chapter 18 ndio ametoka Athens akaingia kwenye mji wa Korintho, ndio sasa tunakwenda kusoma. Na tunasoma kwamba in the 18th chapter, wacha tusome verse 1. Anasema baada ya hayo, ya mambo gani? Hayo nimewaambia. Amekuwa kwenye Athens, ameongea na wale wazee wa Areopagus na wazee wachache. Mtu mmoja ndiye ameokoka na watu kadhaa hapo ndio wamekubali. Sasa Paul ameondoka Athens, ameenda mji mwingine next unaitwa Korintho. Sasa ako Korintho chapter 18 verse 1. Baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene akafika Korintho. Tutasoma kwa Kiswahili leo, mtanikubalia. Baada ya mambo hayo Paulo akatoka Athene akafika Korintho. Maybe kidogo kwa kifupi kupeana historia ya mji wa Korintho. Korintho ulikuwa mji ambao ni kama sijui leo Mombasa, kwa sababu ni mji wenye mahali karibu na bahari, na kuna biashara nyingi zinaendelea pale, na kuna watu wakacha ama wa kitamaduni, wa tamaduni tofauti, na watu wakichanganyana sana huwa kuna mambo maovu yanaendelea. Na mji wa Korintho ulikuwa vile vile. Mji wa Korintho kulikuwa na mungu mgeni ambao ni sanamu ilikuwa inaabudiwa, wameiweka juu Aphrodite, na wanaiabudu. Kulikuwa na makahaba 1000 ambao walikuwa wanaenda mjini usiku na kufanya kazi mbovu, na ile pesa wanaileta kwenye hekalu yao ya Aphrodite, ile mungu wao. Hiyo pesa ilikuwa ina sustain ile madhabahu ya mungu mgeni. Na kwa hivyo kukawa na maovu mengi sana Korintho. In actual fact, katika hii kacha tungetaka kusema mtu ni mbaya, ulikuwa unaambiwa wewe ushakuwa Korintho
na kuitwa a Corinthian ilikuwa ni matusi mbaya sana, sababu wale watu walijulikana ni wambaya sana. Huo ndio mji Paul ameingia. Ametoka kule kwa wasomi na waabudu sanamu nyingi, sasa amekuja kwa, ijapokuwa wanaabudu sanamu pia, lakini kuna mambo mengi maovu sana yanaendelea. Na ni katika huu mji kuna watu wanaitwa Gnostics, Gideon atagulia, na wale watu wanaamini kwamba ijapokuwa tumeokoka ndani moyo, ili kanisa la Korintho kulikuwa na watu wanafundisha hivi, ijapokuwa tumeokoka ndani, Yesu ameokoa ndani, lakini miili hii haijaokolewa, hii ni miili ya huku chini. Kwa hivyo walikuwa na reason philosophical, wanasema huu mwili ukifa tunazika chini, so umeshafika kwao. Kwa hivyo kila kitu unaweza fanya, unaweza penda kufanya na mwili unaweza fanya. So walikuwa wanafanya mambo maovu na mwili, lakini wako church, sababu moyo imeokoka lakini mwili haiokoki, ndivyo walikuwa wanafundishwa. Kwa hivyo kanisa la Korintho Paulo alipolipata limejaa mambo mengi sana maovu, sababu kuna mafundisho mabaya yanaendelea. Na maybe utasikia tukiongea kuhusu mji wa Corinth na miji yote ya nchi ya Greece, tutazungumza sana na mambo ya philosophy. Philosophy ni kupenda hekima ya wanadamu, kwa sababu Greeks ni wapenda hekima, kama vile Wayahudi ni wapenda dini. Nao Greek culture ya Greek ndio ilikuwa imetawala kote kote kabla kutolewa na Romans. Kwa hivyo haya mambo ya kifilosofia tutaiona sana ikienea katika kanisa, na it was a main problem kwenye kanisa ya hii siku. Na hakuna pastor angeingia kwenye kanisa ya siku hizi awache kukosoa philosophy mbaya. So Paul ameingia Korintho, na kuna watu wanafundisha hivyo. Nimekuambia kwamba mwili ushafika kwao, roho iokoke, lakini mwili ufanyizwe chochote. Kama ni kunywa, wewe ukunywe pombe, lakini Yesu ni Bwana. Anything unataka kufanya. So wacha sasa nimetaka kuzungumza mambo na the city of Corinth kabla tuingie sasa kusikia mambo yake. Verse 2 inasema hivi: akamwona Myahudi mmoja jina lake Aquila, mzalia wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibu, pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Claudio amewaamuru Wayahudi wote kutoka watoke Rumi, naye akafikiria kwao. Na kwa kuwa kazi yao wakafanya kazi moja, kwa maana walikuwa wafudi wa kushona hema. Wacha niseme mafupi ama machache katika ule mstari. Paul ameingia kwenye kanisa ama mji wa Corinth, na amepatana na Priscilla na Aquila, ni mtu na mkewe. Na hawa watu inasemekana walikuwa watengeneza hema, na hiyo ndio ilikuwa trade yao. Ilikuwa hivi, ungekuwa Myahudi, mzee Myahudi kama mimi, nikiwa mzee Myahudi lazima ningefundisha mtoto wangu wa kijana kufanya kazi ya mikono ya aina yote. Na ndio baba ya Yesu alikuwa carpenter, ijapokuwa maandiko haisemi Yesu kuna wakati alifanya carpentry, lakini kwa vile baba yake alikuwa carpenter, it is assumed na Yesu alikuwa ashafundishwa kazi ya ufundi. Kwa hivyo huyu Priscilla na Aquila kazi yao ilikuwa kufanya hema, na ndio Paul pia alikuwa ashafundishwa kufanya ile kazi, maybe na babake ama wazazi wake, sababu they were Jews. Ndio Biblia imesema they were Jews, lakini hawako kwenye nchi ya Uyahudi, sasa wako kwenye nchi nyingine. Walikuwa wameamuliwa watoke Italy, na yule alikuwa kiongozi kule, sasa wako Corinth. Paul amepatana na wao. Haijulikani vizuri, lakini inasemekana kwamba pengine Paul alipopatana na wao aliwaomba kazi ya kufanya hizi kazi ya hema, kwa sababu Paul alikuwa anataka kujikimu ama kujisustain financially, asije kuwa mzigo kwa kanisa. Number 2, Paul alijua hivi, hawa watu wa Giriki wakimuona na obaoba pesa ndio wahubiri, question Mungu yake. Na kwa hivyo Paul hataki hivyo. Hataki kuwa mzigo kwa kanisa, na wala hataki kuwa church na the Greeks. So alikuwa anajitahidi kufanya kazi yake. Na Paul sio pastor wa kawaida. Paul sio pastor wa kawaida, ni mkubwa sana katika kanisa, lakini alipenda kujifanyia kazi na mikono yake. Na inaonekana kana kwamba ndiye akawaomba hawa watu, kawaambia mimi nafanya kazi kama yenu, tunaweza fanya pamoja, wakamkubalia. Na pia inasemekana kwamba kulingana na history, pengine Paul ndiye akawaongoza kuokoka hawa, sababu hakuna historia yao pale mbele kwamba walikuwa wameokoka wakitoka Italy, lakini kulingana na jinsi Paul anafanya kazi na wao, pengine pia akawahubiria na akawafundisha kazi ya Mungu.
Kwa hivyo sasa Paul ameanza kufanya kazi pale. Maybe a point or two. Leo mtu anaweza jiuliza, ni vizuri pastor kufanya kazi nyingine isipokuwa kuhubiri? Manake jambo hili ni hapa tu kwetu maybe, ama mahali umetoka karibu unaweza shindwa. Hili jambo sio tatizo, sababu watu wengi wanaamini kwamba ukishaitwa na Mungu sasa kazi zingine zote za dunia kwa heri, sasa ni kanisa mnisustain na mnifanyie chochote kile. Now the question comes in, wakati kanisa litashindwa kufanya vile, sasa ndio lazima mchungaji akisimama hapa akiitisha sadaka, sio sadaka anaitisha haswa, ni chakula ya jioni, ni feast ya watoto, na asipoitisha yuko ndio anakula, itakuwa vipi? Kwa hivyo hili jambo la tunaona limeenea kanisani kwingi sana inatoka hapa. Sio pastor wote wanaamini unafaa kufanya kazi, ama unaweza kufanya kazi pale, unauza kibanda chako alafu Sunday wewe ni mhubiri. Na pia kuna jambo jingine pale tutaona. Kwenye vocation yako Mungu amekuita ufanye kazi gani? Wewe unafanya kazi gani? Mwingine ni mwalimu, mwingine tunafanya biashara kule, mwingine ni kazi ya transport. Kwenye hiyo vocation yako kule ndio madhabahu yako ya kuhubiri iko kabla uje hapa. Sio pastor tu. Madhabahu yetu ya kuhubiri kwanza iko kule. Kwa hivyo hata pastor ile wasaa kidogo anasimama hapa inakuwa machache sana. Na tungetegemea haya ama yeye ategemea hayo masaa, kazi yake ya uchungaji inaweza kosa kuzaa sana. Kwa hivyo Mungu ashada platform kule huko. Mimi kwenye niko, hiyo ndio madhabahu yangu. Ile vocation yangu ndio mission yangu. Saa hii mtu yote asijiulize Mungu umeniita nifanye nini, pale upo, fanya kazi pale. Tangaza Yesu kule. Na kama jinsi tutakavyoona pale kuna mtu mzuri sana, tutakuja kumwona kwenye maandiko hayo, anaitwa Apollos. Haustahili kuwa umejua mambo mengi, but you should only be saying what you know. Na ukipeana kile ambacho unacho ama kile unajua, basi wewe achana na hiyo mengine, hayo mengine. Kwa nini tunafikiria kwamba Mungu ametuita kuconvince watu? Hakuna mahali Paul tunaona na convince. Jina limetumika sana ni persuade. You can persuade people waokoke, but you can't convince them. Kazi ya kuwahimiza kuokoka ni ya Holy Spirit. Wewe na mimi kazi yetu tukiwa pale kazini ni kuambia wa jamaa Yesu anakupenda sana. Ninakumbuka kuna story niliyoisoma mtandaoni ya mtu ambaye alikuwa mlevi. Sijui alijua vipi hivi, lakini alikuwa mlevi. Na story ilianzia kwamba kuna msichana fulani akiwa miaka kama 19 akawa wamependana na kijana, alafu wamezaa mtoto, lakini yule kijana juu ni wachanga akaenda akamwepa. Huyu msichana kwa sababu hakuelewa hii ama hakujua kuhandle hii rejection, alisikia vibaya sana katika moyo wake, na akaamua kutoka hiyo siku, kazi ile nitafanya duniani, ile siku nimebaki ya kuumiza wanaume. That is my mission number 1 and mission number last. Basi akafikiria nitawezaje kuumiza wanaume vizuri, nitawashikia wapi? Ndio akatoka vizuri, akaenda mpaka Koinange Street. Na akawauliza wale kina mama wako pale, nitafanya nini nijue hii kazi kwa sababu niko na mission ya kuumiza men. Na wakamuonyesha. Basi yeye anasema kwamba alipokuwa kwenye ile biashara mbaya, kazi yake ilikuwa anajaribu afadhali yako na kaliza bread. Agarau tu kwenye trouser tu kidogo ararue, ama achukue kadi zako, sio kukuibia chochote, avuja kadi zako za banka kama nini. Bora tu akuweke uchungu. Sababu aliumizwa sana na Aman, akasema na mimi nitaumiza wanaume. So akafanya ile kazi miaka 10. Katika mwaka wake wa 10 akiwa na mzee mmoja wanakunywa katika club moja pale town. Anasema yule mzee yeye hakutaka kuambiwa na mtu anapendwa. Hiyo ilikuwa inafanya akasirike because she believed hakuna mtu anakupenda. So yule mzee akamwambia unajua nakupenda. Akamwambia wewe nitaweza kukuumiza ukiniambia hivyo. Basi mzee akasema ni sawa. Lakini hata kama hatukubali si Mungu anakupenda. Hivyo tu. Yule msichana akaenda nyumbani after 10 years in prostitution hapa Nairobi. Akaenda nyumbani akafikiria, by the way, nimejaribu wanaume na nimeona wanaume hawapendi mtu. Lakini huyu jamaa aliniambia nimewahi kumjaribu na hii kitu imeanza kumsumbua. Ako peke yake. Imeanza kumsumbua. Amesema wacha nijaribu upendo kidogo, nichukue kimkora kingine. Akachukua jamaa mwingine alikuwa gangster.
Akasema let me try love. Akakaa na ile gangster kidogo kama bibi na bwana, but after 5 weeks jamaa amepigwa risasi, amekufa. Now the lady was so discouraged na maisha. Ndio siku moja akasikia kwa kanisa yao kwa karibu wanasema Mungu anapendana. Na akaingia kule ndani akauliza pastor, there is something umesema and I want you to clarify. Unasema Mungu anaweza penda mtu? Kamwambia ndio. Yule msichana akapeana maisha yake kwa Yesu, akaokoka na akaanza mission. Sasa hivi yeye huamka kila asubuhi, kazi yake kila asubuhi ni kwenda kwa Inaga Street kwa hao watu kuambia, if you are here because you are discouraged, I want to tell you God loves you. Hiyo kitu yote ilitoka na nani? Kimlevi kimoja tu kimzee kilijua Mungu anapenda watu. Hiyo ndio injili tu alijua. Na hivi imesababisha mambo mengi kufanyika. Wewe unajua nini? You may not preach like Paul, you may not do like Jesus, vile alifanya miujiza, lakini si unajua Mungu anapenda sisi. Si utuambia hivyo tu, hiyo ndio injili yako. Na wacha nisipreempt mambo ya Paulo sababu tutaisoma. Kwa hivyo Paul tunaona akifanya kazi ya hema, ni kama evangelize kwa Priscilla na Aquila, na wao watakuja kuwa watu wa faida kubwa sana kwenye kazi ya Mungu. Acha nisome kwa haraka. Wanashona hema, so it is okay, na kama vile tumeona Biblia haijakataza pastor ama mtu wa kanisa kufanya kazi ya Mungu. It is much okay. Basi verse 4, akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Paul kazi yake ilikuwa kiona synagogue mahali. Sunday tulielezewa synagogue ni nini, wacha nisirudie leo, lakini synagogue haikuwa temple. Temple ilikuwa moja tu kule Jerusalem, lakini hata kama ilibomolewa na Wayahudi wakatekwa nyara, kokota walikopelekwa, wakifika Wayahudi 10 wazee walikubaliwa kutengeneza sinagogi. Kwa hivyo Paul akienda kila mahali anatazama synagogue, anaingia anaanza kuwafundisha. Now anasema hivi verse 5, hata Sila na Timotheo walipoteremka kutoka Makedonia, Paul akasongwa sana na lile neno, akawashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Kuna point pale tutaona Paul anafanya kazi ya hema alafu anahubiri. Lakini Timothy na Silas amewagojea, wamefika. Na kuna uwezekano mkubwa Timothy na Silas wameleta pesa ama msaada kidogo kutoka kwa makanisa. Ile walikuwa wamekuja na sadaka, na tunaona kwenye kanisa la Wafilipi Paul anawashukuru sana. Philippians, asanteni sana. Nilipokuwa nahitaji sana msaada mlinitumia. Kwa hivyo hatujui kama ndio huu, lakini hawa walikuja na msaada. Na Paul hakufanya tena kazi ya hema kwenye hii chapter. Paul kazi yake ilikuwa kwenda kwa Wayahudi na kuambia, huyu Mesia mnamgojea tayari ameshakuja, and Jesus is the Christ. Na aliendelea kufanya hiyo kazi na ataiwachia hapa. Hapa ndio tutaona anasema kutoka leo sitahubiri tena ama sitakaa tena kwenu Wayahudi, nitaenda kwa Wayunani. Verse 6, walipopigamana naye na kumtukana Mungu, akakung'ata mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Wayahudi walipohubiriwa Yesu ni Bwana ama Yesu ndiye Mwokozi na Yesu ndiye Mesia, wakakataa. Na kuna kitu Paul amefanya pale, kwa sababu tutakiona mara mbili kwenye hii chapter. Paul hatujui how they were doing it, lakini walikuwa wanatoa mavazi yao kusema kwamba mimi nishawachana na nyinyi. Kama vile Pilato siku moja alitoa maji akasema, leta nioge mikono mimi nisiulizwe damu ya huyu mtu. Na Wayahudi wakasema, acha wewe achana na damu, wacha hiyo damu iwe juu yetu. Sasa Paul naye ni nguo zake anakana kwamba kudarua nguo, kuwaambia, si nimewahubiria, mmekataa, fine. Mimi kutoka leo siendi tena kwa Wayahudi, mimi wacha naenda sasa kwa Gentiles. Na ili jambo la kufanya mavazi hivyo ni jambo leo hatulifanyi. Kwa nini hatulifanyi? Kwa sababu it is a cultural thing, ni jambo tu la culture, la kitamaduni. Paul kwa mara mbili kwenye hii chapter tunamuona hajaikataa culture ya Wayahudi. Sio sheria inayokataa Yesu ni Bwana, Paul alikuwa anaipinga. Lakini culture, utamaduni wa Uyahudi, Paul tunaona mara mbili hajaupinga.
tabia moja ni hii ya ukitaka kuonyesha watu I'm done with you, either wanatoa maji wanaoga, ama kwa mavazi yako kana kwamba unararua mavazi, mwambia watu sasa I will not be blamed kwa makosa yenu. Kwa hivyo sasa tunaweza ulizana, ni vibaya sisi kwenda udhoni vile tunaenda? Ni vizuri mzee kuwa na sherehe nyumbani kama tuseme kijana yake ametahiriwa? Ni cultures gani ambazo si mbaya? Ninakumbuka last time tumekuwa tukiongea kuhusu zile cultures zinapiga injili na zinapiga imani. Ni vema kujua katika ni Mungu alikusudia. Chapter 17 inasema hivi, ni Mungu alikusudia kwenye sehemu utakayozaliwa. Kwa hivyo kama kabila langu si bahati na si vibaya kuwa eti mimi ni wa kabila ile niko ndani yake. Yes, it is fine. Mimi ni Mkristo, lakini mimi ni Mkristo Mkikuyu, it is fine to be that way. So Paul hapingi kwamba yeye ni Myahudi na kuna culture zingine za Kiyahudi ambazo hapingi. So tuendelee kidogo. Amewaambia kutoka leo nitaenda kwenye mataifa. Verse 7, akaondoka huko akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto ama Titus Justus, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Na Crispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Haya, Paul amesema kutoka leo mimi tena sishughuliki tena na Wayahudi sana, nitaenda kwa mataifa. Na katika mahali sinagogi ilikuwa imejengwa kwa nyumba next, ilikuwa ni ya jamaa mmoja ambaye tumeona anaitwa Titus Justus, na Paul ameingia huko. Lakini Paul alikuwa asha manage kuhubiri vizuri. Yule kiongozi wa synagogue ya Kiyahudi akaokoka, Crispus. Paul alikuwa anafikiria maybe he has lost it. Lakini kuna mtu very influential, imagine converting a pastor. Wenye tuseme kwa mfano kuna kanisa wale wanaongea mambo ya uongo pale. Tuhubiri sisi sasa hapa tuhubiri na tukifikiria wale watu hawaamini pastor wao waokoke. What do you expect? We will have a great effect pale. Kwa hivyo huyu mjamaa mkubwa wa synagogue akaokoka. Paul akasikia vizuri sana. Lakini katika kusikia vizuri aliogopa sana. Kwa sababu alielewa hivyo huyo jamaa ameokoka, Wayahudi lazima watamchapa. And for the first time Paul ameogopa na Mungu amemtokea akamwambia usiogope Paul, acha kuogopa. Na ujue Paul anaogopa kwa nini? Alikuwa ashachapa mijeledi mingi sana pale mbele. Alikuwa Wayahudi wamemchapa maji, walikuwa wamemuumiza sana Paul. Hakuna na reason ya kuogopa. Lakini Mungu amemtokea usiogope saa hii. Vile tu Paul aliona Crispus ameokoka kajua huku ni kumbaya. Lakini Mungu akamwambia usijali kwa sababu fulani tutaona pale mbele. So mkuu wa sinagogi akaokoka na wengine walipoona mkubwa wao ameokoka wakaamini pia. So it is good hata kama hatuoni matunda mengi. Bora tu mahali huko Mungu kama anakutumia kuhubiri pale, kuambia watu wewe tu hubiri, sema Yesu ni Bwana pale. Kuna mtu mmoja ama wawili wataamini. Na hao ndio Mungu atatumia, being very influential people, kuokoa watu wengi. So don't give up. Kama vile tulisema, mahali unatengenezea hema yako, hiyo ndio madhabahu yako. Yes, haujui mambo mengi, lakini kama Apollos, wewe sema kile unajua, usijali. Mungu ataokoa watu. So Mungu amemtokea, wakaamini, wakabatizwa. Something else pale tunaona ni kwamba huyu jamaa alipookoka, Crispus aliokoka pamoja na nyumba yake. Na kwenye Biblia tunaona sana hili jambo limerudiwa sana. Mtu kuokoka na family. Na mimi nilikuwa nafikiria hivi, ndio kwenye mapenzi ya Mungu sana sisi watu wa kanisa. Mungu amehimiza sana yule kiongozi wa nyumba ambaye ni mzee uishike injili. Because God knows kama kwa ile family kuna watu watano, kama sasa vile mimi naonaga kwangu tuko watano. In case mimi nifuate njia ya Mungu, Mungu anajua kuna urahisi mkubwa sana ya kupata other souls behind me. Yule askari aliyokuwa anataka kujiua wakiwa na Paul gereza lilipofunguka, aliokoka na nyumba yake. God knows secret moja ya kuwin dunia ni kupitia through the family, na through the family ni through kiongozi. Pale kazi yetu ni kubwa sana. Hallelujah.
And I really thank God. Huyu jamaa Crispus aliokoka na jamii yake. Hatuoni kwamba wanahubiriwa, lakini vile aliokoka mpaka familia yake yote. Zakayo ameokoka na nyumba yake yote. So it is simpler kufanya evangelism kama mzee amekubali. Sasa tuendelee. Verse 9. Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku. Kwa maana usiku usiogope, bali nena wala usinyamaze. Na ukiona Mungu anakuambia usiogope, lazima alikuwa ameogopa. Mungu hawezi tupa maneno yake hivi hivi. Paul alikuwa ameogopa, hawa Wayahudi watanipiga sana. Kiongozi yao imeokoka, sasa watanipiga. Mungu amemwambia usinyamaze, usiogope. Na kwa kuwa mimi ni pamoja nawe. Mbona mtu anafika kuogopa? In the time consciousness ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe ikiondoka, uoga ndio inaingia. Si eti Mungu anaondoka, hapana. Ni consciousness. Kila wakati ile hali ya kusikia kana kwamba Mungu hayuko na wewe ikikuja, unasikia uoga imeingia. So Paul, mimi kwa ile mambo imeendelea akaogopa, lakini Mungu anamwambia usiogope, niko pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Na kwa maana mimi niko na watu wengi katika mji huu. Hiyo jambo nilisoma mara ngapi? Kwamba Mungu ako na watu wengi mji huu. Na ni mji gani? Kumbukeni pale mstari wa kwanza, Korintho. Kwamba hata mtu akikuita Mkorintho amekutusi vibaya sana. Na Mungu anasema huku nina watu wengi. Na hoja kubwa tu yako ni kusema kile unajua. Wewe shuhudia tu Kristo. I have so many people. Niko na Mungu. Sisi tukiona wa Korintho tunaona watu wanafaa kwenda jehanamu. Hawa watu walevi, hawa washerati hawa. Huu mji Mungu mbona ukanituma hapa ama pale kwenu kazini? Unasema niombe. Mimi kuna watu wengi wananiambia niombe pale kwetu, mimi tu niokoka. Hawa watu sijui wanaabudu shetani. Mungu ana watu wengi pale. Ndio akakutuma kule. I have so many lives there. Nakumbuka ile nyumba nimekaa sana. Nimefanyia kazi miaka zaidi ya 10. Kabla niingie kule nilikuwa nasikia habari mbaya sana ile nyumba. Na nikawa kuna sifa mbaya kwamba Wakristo wakiingia kule wanakufa, wanarudi nyuma. Na kuna tabia mbaya sana. Kwa hivyo nikitoka kanisani nikipita hiyo nyumba, Mungu ananiambia ombea hii nyumba. Sasa nashindwa nitaiombea vipi na niko kwa barabara. Kwa hivyo ninavuka kwenye ng'ambo hii ya barabara, nyumba mrefu sana iko pale. Ninachukua mkono, watu wanafikiria ninasalimia watu wako pale. But I felt I should pray for that house. Nikaiombea alafu ninapita. Asubuhi kesho morning glory nikitoka pale CFF Menengai, ninakuja napita ile nyumba tena msukumo na niombea. Kwa sababu nasikia kuna watu wabaya, ile ni nyumba mbaya na wala watu wakiendelea hivyo Mungu atawaua. Mungu amenifanya nikae kwa hiyo nyumba for over 10 years. Na ameokoa watu wengi pale. Bahali upo, si lazima pa ile pale pazuri. Mungu anamwambia Paulo usiogope na usinyamaze. Hoja tu ni ukae na usinyamaze. Ni watu wengi sana pale. Mungu atatumia kinywa chako, matendo yako mazuri. Kuna huyu Chinese guy aliokoka akiwa missionary na akiwa kule kwa sababu hajakubaliwa kuhubiri, sio kama leo, japokuwa hata leo ni kubaya pia. Akawa anahubiri, akashikwa, akaambiwa acha kuhubiri hii kitu. Akasema mimi lazima nihubiri. Wakamwambia sasa kile tutafanya, akiwa kwenye gereza, akaambiwa kile tutafanya, tutakukata ulimi. Akasema mtanikata sawa. So jamaa amehubiri watu hawakoki, lakini ameshikwa. Wamekata ulimi sijui kipande gani. Wamemkata ulimi na wakamtibu vizuri, hakufa. Wanasema ile miaka kidogo alikaa. Hiyo gereza yote wa Chinese 75% waliokoka kwa sababu ya nini? Na haongei matendo yake mazuri. So wewe endelea kuongea na ile njia Mungu amekupa. Haleluya. Niko na watu wengi sana kwenye mji huu. Japokuwa ni mji wa Korintho, mji mbaya. Verse 11 akakaa huko muda wa mwaka 1 na miezi 6 akifundisha kati neno la Mungu. Paul alipoingia kwenye ile mji alifanya kitu inaitwa preaching. Preaching ni kuambia watu Yesu ni Bwana, Yesu ndiye Mesia. Lakini kukaa mwaka 1 na miezi 6 hahubiri tena. Anachokifanya ni nini? Anafundisha. So kwenye kanisa hatuwezi tukahubiri miaka yote. Na ndio kanisa ikikosa kujua hivi kwamba it is not every time tunahubiri. Sasa watu washaingia kanisani ni sawa, wameokoka wengine ni sawa. Sasa ilichobaki ni kufundisha kanisa. Ndio kanisa ndio na msingi. So Paul hakukaa kule tu akihubiri peke yake, hapana. Alifanya kazi ya kufundisha. Hata Galio alipokuwa, sasa tuko verse 12, hata Galio
alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamuinukia Paul kwa nia moja, wakamlete mbele ya kiti cha hukumu. Ukumbuke kiongozi wa synagogue Crispus ameokoka. Wayahudi wameanza kughadhabika. Na wakisema mtu huyu huwavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria, contrary to the law. Now, Paul, yale mambo mengi yalikuwa yameratibiwa kwenye kitabu cha Leviticus na pia Exodus. Ni mambo ya Mungu alitaka kuwaintroduce watu wake kuabudu kisheria. Ukitaka kutoa dhabihu hii, unafanya hivi, unafanya hivi. Sasa wamefuata hivi Wayahudi mpaka Paul sasa anawahubiria, na wanasikia Paul hawaambii wachinje tena ndio Mungu awasamehe. Eti Paul anawaambia tu kuja kwa Yesu muamini ndio njia ya kipekee kufika kwa baba yetu. And they felt this guy anainukia sheria yetu, na akiinukia sheria anainukia Mungu. So wameshika Paul, wamemleta kwenye kiongozi wa ule mji, na yule kiongozi hapo ya Myahudi anaitwa Galio, kwenye kiti mjini. Huyu jamaa Paul anafundisha watu waabudu Mungu kwa njia nyingine. Kuna kitu kilifanyika. Ukumbuke Mungu amemwahidi Paul, kwenye huu mji na watu wengi, na wewe usiogope, hakuna mtu atakudhuru. Kwa hivyo Paul at this time, ijapokuwa ameshikwa, haogopi sana, kwa sababu Mungu kuna kitu atafanya, na utakiona pale. Verse 14. Na Paulo alipotoka kufunua kinywa chake, Galio akawaambia Wayahudi, kama lingekuwa jambo la dhulma ama lile ya hali mbaya, enyi Wayahudi, ingekuwa haki mimi chukuliana nanyi. Bali ikiwa ni hoja juu ya maneno na majina ya sheria zenu, liangalieni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. Akawafukuza waondoke mbele yake kwa kiti cha hukumu. Verse 17. Nao wote wakamshika Sosthenes. Kuna kitu kimefanyika. Wamemchukua Paul sababu amehubiri, na kiongozi wao Crispus ameokoka. Haya, sasa wamemshika, wamemleta kwenye deputy mayor kwenye kiti chake cha hukumu. Wamesema huyu jamaa anafundisha watu waabudu Mungu kwa njia nyingine sio za sheria. Naye Sosthenes, Paul akienda kujitetea, huyu jamaa Galio ndiye mkubwa, amesema ameingilia Wayahudi. Wewe Paulo nyamaza. Nyinyi Wayahudi, huyu mnaniletea kesi gani hapa ya maneno na majina? Ingekuwa huyu jamaa amefanya kesi mbaya kama tuseme kuimba ama kuua, hiyo ningesikiza. Sasa hizo ni nini? Endeni huko. Amewafukuza. Alipowafukuza, na sasa hiyo Wayahudi wamekasirika, na Paulo sasa ameachiliwa. Hawakuondoka pale. Yule jamaa alipookoka anaitwa Crispus, mkubwa wa sinagogi. Kuna mtu aliye replace yeye anaitwa Sosthenes. Yule Sosthenes sasa ndiye alikuwa anaongoza mashtaka, of course, ndiye prosecutor, na ndiye amekuja mbele ya Galio, anamwambia Galio, unaona huyu Paul tumeleta amefanya mambo mabaya sana nini. Galio amewaambia nendeni huko. Sosthenes amebaki pale peke yake. Nao Wagiriki wamemshika Sosthenes. Nyinyi mkubwa anasema mnaleta kesi za kijinga hapa. Na yeye ndiye mkubwa wa sinagogi at that time. Biblia inasema walimchapa vibaya sana Sosthenes. Sasa sio Paul hawajaulizwa. Sosthenes amepigwa sana. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Corinthians chapter 1. Something is happening. Chapter 1 of 1 Corinthians verse 1. Paul anasema, ni mimi nawaandikia wa Korintho, mimi mtumishi wa Mungu kwa mapenzi ya Bwana, pamoja na Sosthenes ndugu yetu. Sosthenes baada ya kuchapwa alisema, huyu ni Paulo nimemleta ndio achapwe. Hakuchapwa huyu ni Crispus aliokoka mbele yangu naye aliokoka na mimi waacha. Sasa ndio aliokoka, akawaacha sasa Wayahudi, kwa sababu Mungu alikuwa amesema niko na watu wengi kwenye mji gani? Mji huo. So wale hawaokoke kwa nguvu ama kwa nini, Mungu ana njia zake za kuokoa watu. Wewe endelea kuongea. Alimwambia Paul, alimwambiwa na Mungu, wewe bora usinyamaze, endelea kuongea. So Sosthenes ameokoka, lakini amechapwa. Hii chapter tuko ni kuchapa, amechapwa chapter 18. Baada ya hayo verse 18, Paul akazidi kukaa huko siku nyingi, kisha akaagana na ndugu akaabiri kwenda pale Shamu, na Priscilla na Aquila wakaenda pamoja naye.
alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea ama Sencherea, maana alikuwa ana nathiri. Nilikuwa tumesema hivi, Paul kwenye hii chapter 18 amefanya mambo mawili kachoro, na watu wale wanataka kuinukia Paul, wanasema alikuwa anasema sheria watu wasifuate, na yeye anafuata sheria. Sio sheria haswa alikuwa anafuata sana, alikuwa anaifuata tamaduni yao, which is fine. Tukaona alipohubiri na watu wakakataa, alianarua mavazi yake. Hiyo ilikuwa kitu tu ya kitamaduni. Kikwetu watu nasikia wazee wa Kikuyu walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanajumulisha zile miti yao, ile miti ukikataa wewe wamekukanya jambo kwa kijiji, wanasema umekatae, wanaangusha ile miti yao. Sasa kusema ni kama wamekulaani. So Paul naye amehubiria Wayahudi wamekataa, ameanarua mavazi yake kuonyesha sasa mimi sitaulizwa damu yenu. Na hapo kuna jambo la pili anafanya la kitamaduni. Ukitaka kufanya vow, useme umeambia Mungu nitafanya kitu fulani, kwa walikuwa wanafanya vow inaitwa ya Nazarite. Nazarite vow ulikuwa unaambia Mungu kwa siku 30, ilikuwa inaenda only 30 days. I think it is Leviticus chapter 23 or 24. The vow of the Nazarite ilikuwa unawaachilia, unanyoa kwanza. Unanyoa, unaambia Mungu for the next 1 month nataka kufanya hivi na hivi kwako. Kwa hivyo unanyoa. Unakaa, mimi sijafanya vow. Nyoa. So anakaa hivyo bila nywele for 1 month, alafu after 1 month nywele imekuwa tayari na ulikuwa unainyoa, alafu unaenda mbele ya madhabahu ya Mungu, unaichoma ile nywele pamoja na sadaka nyingine unataka kutolea Mungu, unamwambia mimi nimemaliza vow yangu, pokea shukrani or whatever leo. So it was issue, a cultural issue. Hiyo haikuwa shida, haikuwa mbaya. Na Paul tunaona hajakataa Uyahudi. In actual fact in Romans tunamwona akisema kwamba afadhali mimi mwenyewe vile napenda Yesu niondolewe katika kitabu cha uzima na angalau brothers zangu hawa Wayahudi waokolewe. So Paul anawapenda sana na anatuambia tusiwadharau kwa sababu eti sisi tumeokolewa. Anatuambia msiwadharau Wayahudi hata kidogo. Wao Mungu aliwapatia sheria na akawapatia maagano. So verse 19, wakafika Efeso, akawaacha huko. Yeye mwenyewe akaingia katika sinagogi, akahojiana na Wayahudi. Paulo haachi kuhubiri. Walipomtaka akae wakati mwingi zaidi hakukubali, bali aliagana na wao akasema, nitarejea kwenu tena, Mungu akinijalia atatweka. Akatweka, akatoka Efeso. Na alipokwisha kushuka Kaisaria, akapanda juu, akawasalimia kanisa, kisha akateremkia Antiokia. Hii safari unasikia Paul ameenda mpaka Antioch, amerudi Jerusalem, ameenda imecover 1500 miles. Ni kubwa sana, ni vile imewekwa mistari michache. Kwa sababu Jerusalem Paul hakutaka sana kukaa. Huko kuna kina Peter na wengine. So Paul hakukaa. It was a very long journey, lakini hakuna mambo mengi yameandikwa na Luka here. Kwa hivyo alirudi mpaka Antioch. Antioch tukumbuke ndio alianzia safari zake. Kwa hivyo aliporudi Antioch, it's like now tunaona Paul akianza safari yake ya 3, the third missionary journey. Sababu sasa amerudi Antioch mahali alianzia. And now kumbuka amewaacha Priscilla na Aquila Efeso. Yeye akateremka huko kwa peke yake. Hana wao wamebaki kule Efeso. Kwa sababu kuna kitu kilifanyika Efeso, ndio ninataka kusisitiza hivyo. Na maandiko inasema hivi, verse 23, hata akiisha kukaa huko siku kadhaa, akaondoka, akapita kati ya nchi ya Galatia na Frigia, mji kwa mji, akiwadhibitisha wanafunzi. Verse 24, basi Myahudi jina lake Apollo. Sasa hii ningependa tuweze kutilia mkazo kidogo nikimalizia. Kuna mtu anakuwa introduced hapa anaitwa Apollos, mzaliwa wa Iskanderia, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Huyu jamaa tunamsikia anaitwa Apollos, alikuwa amefundishwa ama amesomea kwenye mji wa Alexandria ama hapa Egypt. Na Egypt ndio ilikuwa intellectual center ya zile siku. Wasomi wote kama vile watu wanaenda Harvard, wengine wanaenda Harvard University ya siku hizo ilikuwa Alexandria.
pale watu walikuwa kufundishwa. Ndio hata Moses alifundishwa kule katika Egypt. So Apollos amesoma huku, lakini amekubali Mungu, lakini injili anayoijua ni kuhusu John the Baptist. John the Baptist, you should only repent na muwe baptized, hivyo tu. Lakini hakujua mambo ya Yesu sana. Na this guy, maandiko inasema alikuwa hodari kwenye maandiko. Now, this is the issue. Yeye hajui mambo mengi, but he was courageous. He was articulate. Vile tu kidogo alikuwa anajua, hivyo ndivyo alikuwa anahubiri. Now this is what I was insisting. Please, you may not have known so much. Unaweza kuwa haujui maandiko mengi. Apollos alijua maandiko machache sana, lakini alihubiri. Na hawa Priscilla na Aquila, kwa sababu watu waliomsikia akihubiri hawakumkemea. Actually they felt so good. Hata waliketi pale nyuma, akahubiri. Anawaambia muache njia zenu mbaya. Kama vile Yohana alisema, mbatizwe muondokee tabia zenu mbaya. He was a very, very articulate person, na aliongea kwa ujasiri mwingi sana. Now, alikuwa anayajua maandiko gani? Na hakuwa na New Testament kama sisi. Alikuwa na refer the Old Testament. He was referring to the Old Testament. You can imagine, nilikuwa na imagine situation ya Apollos. Apollos hajui good news. Apollos hajui mambo mengi, lakini anahubiri in the New Testament. Lazima alikuwa so enthusiastic. Alikuwa na bidii sana kuona watu wamebadilika. Kwa hivyo yeye akahubiri. Alipomaliza, Aquila na Priscilla wakamuita kando. Na yeye lazima huyo alikuwa mtu wa Mungu. Yeye alikuwa nasikizwa sana, watu walimpenda kwa kuongea kuzuri, lakini alikubali kuwekwa kando. Kaambiwa, "Oh, wewe ni ndugu, tumesikia vizuri sana. Tumeona vile unahubiri vizuri na tunashukuru sana. Sasa tunachotaka kukuambia ni kwamba hivyo hapo unafikisha yule mtu Yohana alikuwa anasema atakuja na atabatiza watu kwa moto. Indeed alikwisha kuja. Alikuja jina lake Yesu Kristo. Akaambiwa habari ya Yesu, na alipoambiwa ghafla sasa amebadilisha injili na akatokea. Maandiko inasema kwamba yeye alianza kuhubiri. Wacha tuone pale chini. Alianza ku-argue na Jews in public. Wayahudi walikuwa wanaijua sheria vizuri. Apollos ndio amekubali ile injili mpya, lakini akaishika within a very short time na akaanza kuhubiri tena. How much long are we supposed to sit under the teachings ndio tuweze kuhubiri na sisi? Apollos ameshikwa pale, ameambiwa kuhusu Yesu, alafu ameendelea na kuhubiri. Wacha tuone pale chini kidogo, verse 25, verse 26, tunaenda kumalizia. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi, hata Priscilla na Aquila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamwelezea njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Verse 27, na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamhimiza, wakamwandikia wale wanafunzi wamkaribishe, naye alipofika akawasaidia sana wote waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. This Apollos guy, I felt so much to like this person. Apollos ameshikwa kidogo, wakalala na yeye. Aquila na Priscilla wakamwambia kuhusu Yesu, na alipoishika hiyo njia ameanza sasa kuhubiri kwa ujasiri until akawa mmoja wa wale watu. Kanisa la Korintho linabishana kuwa mimi Paulo ni mzuri, lakini mimi nasikia nitafuata Apollos. He was such a person. Na saa hii ndio tu ameambiwa kuhusu Yesu Kristo. Alikuwa anahubiri injili kuhusu Yohana Mbatizaji, akakubali, akasikiza, kwa kunyenyekea kwingi. Unajua hawezi fundishwa pasipo kunyenyekea. So alinyenyekea ni hivyo bas. Hiyo ni wachieni. Na kuambia alihubiri mpaka watu wa Korintho wanangangana. Mimi napenda Paulo. Paulo ndiye anasikika akona na ujumbe mzuri. Wewe haujasikia mtu kama hujasikia Apollos. Apollos is the guy. Na wengine wanasema sasa nyinyi mnabishania watu, sisi tunasikiza Yesu direct. Ndio Paulo alipofika huko kuandikia na waambia, nilikuja mmegawanyika, na hiyo ni kitoto. Apollos alikuja kuwa gome imara kanisani, na nikusikiza tu kidogo ameshika njia na ameendelea.
Kwa sababu gani? Aliaminika na kidogo alichokuwa nacho. Aliaminika na kidogo. Usiende kuhubiri kama pasta pale kazini. Wewe nenda tu ambia watu, kifanya tu kazi ile mnafanya. Unajua Yesu anakupenda. Unajua hivi umeongea sio vizuri. Unajua Bwana Yesu anakuja kurudi. Hivyo tu, hivyo unaanza kidogo, hivyo tu kidogo unasema. Ukiaminika na hiyo, Mungu atahakikisha amekuongezea na utakuja kuwa very very fruitful. So mimi nimemaliza. Na nimeshukuru Mungu kwa sababu tumesikia mambo ya Sosthenes vile aliokoka cha nguvu, na I believe sote tumeokoka hapa. Mtu asije kuhubiriwa na kukataa, sababu tangu siku za Nuhu Bwana Yesu alisema, Mungu alisema hivi, roho wangu hatang'ang'ana na watu milele. Meaning sasa Holy Spirit kile atakuwa anafanya ndio kuhimiza mtu dhambi zake, atakupa muda. Atakupa muda. Unajua ukienda kuhubiri kwa kanisa iko na kina shosho na guka. Ukihubiri sana, wale watu wanaokoka ni watu wachanga. Watu wazee hawakoki sana. Hata akiokoka ni mmoja wawili. Kwa nini? Unaonekana kwamba maybe walimaliza zile mara zao, Roho Mtakatifu aliwapatia ndio waokoke. Yaani Roho Mtakatifu anapatia mtu mara kadhaa zako kusikia injili. Na kunaonekana kulingana na Mungu kuna watu wanamaliza hizo nini zao, sababu kunawezekanaje mtu anakuwa mzee anajua atakufa na haokoki. Lazima ile msukumo imepisha. Na hiyo ndio hatari kubwa inaweza fika kwa mwanadamu yeyote. Na sisi hatujui yetu ilikuwa imebaki ngapi bila tuliokoka, lakini tunashukuru Mungu. So Mungu alitumia force kuokoa Sosthenes, lakini akasema tumesoma kitu kingine pale, tusinyamaze. We should not be quiet. We should continue talking about the word of God. Kila unajua kidogo kama Apollos, continue speaking. Baba, tunakushukuru sana asubuhi ya leo, sababu umekubali tukasoma hadithi ya Paul na alipofika kwenye mji wa Korintho uliokuwa unaonekana mbaya, lakini wewe kwa huruma na neema zako ulipenda watu wale, sababu maandiko inasema mahali dhambi ziliongezeka, neema iliongezeka hata zaidi. Na ndivyo Bwana ulipoangalia mji wa Korintho, badala ya kufikiria vile utawamaliza, wewe uliona ni watu wengi wako pale na ukamwambia Paul asinyamaze. Na sisi Bwana, katika kila mtu mahali umemweka, kuna watu wengi pale, kuna watu wako wengi kule. Tunaomba utusaidie kuaminika Bwana, kama jinsi ulipomwambia Paul asinyamaze, mradi tu aongee. Wewe uko na watu wengi pale. Tunakuomba katika jina la Bwana Yesu, tuendapo kutengeneza hema, tunapofanya kazi zetu, utusaidie kunena yale ambayo umetuaminia. Na Bwana Mungu, pasipo kuidharau, na ile neno litafanya kazi. Uwaokoe watu wako mahali tunafanya kazi, ili mission yetu duniani ikamilike katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana Mungu wa mbinguni kwa ile njia tunaona Apollos alipokea injili. Yeye aliaminika kwa kidogo ulichompa, lakini ulikuja kumfanya mtumishi mkubwa. Nasi Bwana tunaomba utusaidie kuwa waaminifu, tuongee kwa ujasiri mwingi katika jina la Yesu Kristo, na ili kazi yako iweze kunawili na utukufu kurejelee. Tunaomba tu maisha yetu sawa purpose yako, na wewe Mungu kwa uzuri wako umetuhifadhi, ndio tuone purpose yako maishani mwetu kitimia katika jina la Yesu Kristo. Acheni tuombe kwa kimoja na Bwana Mungu atatubariki. Baba wa neema zote, tunakushukuru na kukuinua kwa kukubali tukasikia neno kuhusu uaminifu wako, na tunasema ni asante kwa kutuokoa kama jinsi uliokoa Paul, hata kama hatuko watu wazuri. Na jinsi Bwana ulipomtuma kwenye mji wa Korintho na ukamwambia sinyamaze, aminike kuongea. Nasi tunaomba mahali popote umetuita kufanya kazi Bwana, mahali popote tunaishi, utusaidie kuongea neno lako, na jinsi ambavyo umetuaminia utaenda kutuongezea. Ninaomba kanisa hili Bwana, tuwe watu wa kuendelea kuongea injili popote tutakapokwenda, sababu kwenye mji huu una watu wengi, kwenye nchi hii una watu wengi, kwenye dunia hii una watu wako wengi. Tunakushukuru na kukuabudu katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu Kristo atubariki sana.